Kwako una kitu gani ambacho labda cha kuambia wazazi wetu ambao labda wanakataza watoto wa kike kuingia kwenye tasnia ya muziki? Hiyo ni kweli, na kazi za hapa kwetu watu wengi wanaonekana ni wahuni kwa sababu ya kazi za hapa, na kikubwa ambacho naweza nikasema huo ni tamaduni za kwetu. Mwanamke yeyote akijihusisha kwenye mambo ya sanaa waga anaonekana ni muhuni, na wazazi wengine wana kila sababu za kuzuia watoto wao kufuatana na akili ambazo wako nazo. MKC Media. Okay, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa MKC Media? Mimi ni Francis Jumanne, nyuma ya kamera NJ. Ebane, karibu katika kipindi chetu ambacho labda tupo na dada yetu na tutakwenda kujua mengi au kujua mengi kabisa kuhusu yeye. Lakini kabla tujiendelea, ambaye kwa wewe ni mfuatiliaji wa MKC Media, fanya kama una subscribe, like, comment na kushare ili uwe kwanza kabisa kupata update zetu. Dada, naona kwanza umeshine. Hongera kwanza kwa kupendeza. Asante. Labda nikuite nani? Naitwa Gifty Queen. Okay bana, wamekuona jana baadhi ya watu kuwepo location kwa sababu ya maandalizi ya muziki. Anyway, wameona umejitika kwenye swala la muziki. Una kitu gani cha kuambia labda wapenzi wafuatiliaji kwa namna ambavyo labda umejitika kwenye sanaa ya muziki? Kikubwa tu ambacho naweza nikawaambia ni watufuatilie, maana vitu vizuri vinakuja na vitu vizuri havitaki haraka. Wenyewe wakiwa na subira watafurahi. Okay bana, labda wewe ni mwanamuziki wa kundi gani hapa nyumbani kwetu? Mimi napiga mwenyewe. Napiga mwenyewe. Okay bana, lakini pia kwa kujitegemea hujataka kuungana na wenzio. Labda ni kitu gani ambacho labda kimekufanya wewe peke yako sio kwenye kundi kama zilivyo kundi za Kiriwi na kadhalika? Unajua makundi bwana, makundi yana changamoto. Hasa mkikutana watu ambao tabia zenu hazijaungana, ni lazima waga kuna changamoto fulani hivi waga inajitokeza, na pale ukiweza unaweza ukawa unajitegemea mwenyewe na kazi inaenda. Okay bana, anyway turejea hapo jana ambako labda ulikuwa location kwa sababu ya shooting ya muziki. Una kitu gani labda cha kuambia wafuatiliaji kulingana na hicho ambacho nakwenda kukiandaa? Kikubwa tu nawaambia wanifuatilie, hicho ndo kikubwa, maana kazi nzuri inakuja. Na kama ilivyokuwa hiyo jana, ndo tulikuwa kwenye maandalizi ya video, na soon tu video itatoka na watafurahi. Okay bana, unaweza kutofautisha namna gani kazi yako ambayo umekwenda kuingia jana location na kazi zingine ambazo labda ushawahi kufanyaga? Ipo tofauti, maana idea yenyewe ni kali, na ipo tofauti kabisa, tofauti na hizi idea ambazo zinafanyika hapa kwetu. Okay bana, labda hiyo ni kazi yako ngapi wewe kuifanya kabisa? Sina idadi, maana kazi ni nyingi. Okay bana, tunapoona makwini hapa nyumbani kwetu ni wengi wanakuja na kuzima. Lakini pia sijui na wewe tukuweke miongoni mwa makwini ambao wanakuja na kuzima. Sijajipangilia kwa kuzima. Kila yeyote anayeingia kwenye industry ya muziki lengo lake ni kujipushi mbele. Hayo mengine waga yanatokea kwa sababu ni wanadamu na matatizo waga yanajitokeza, lakini sijajipanga kwa kuzima. Okay bana, kwanza mimi nikupe big up kwa kazi ambazo umeshawahi kuzifanya na pia zimeenda, na hata pia kwa kukupa jina katika mazingira yetu. Lakini pia kuna kitu ambacho labda kwa wale wafuatiliaji wa MKC Media ambao labda hawajaweza kukufuatilia, ungetamani wape anwani ya YouTube yako na wazidi kufuatilia account yako kwa ndani zaidi? Account yangu ya YouTube naitwa tu Gifty Queen. Ukinitafuta kwa hilo jina, yani mangoma utayapata na utaenjoy. Okay bana, Gifty, hapa kwetu nyumbani wanawake kuingia kwenye kazi ya muziki ni ngumu sana. Na wengi wanaanza, mwisho wa siku wazazi wanakuja wakati kuwakataza wasiendelee na sanaa ya muziki, kudai kwamba sanaa ya muziki namna moja au namna nyingine inapotosha watu. Kwako una kitu gani ambacho labda cha kuambia wazazi wetu ambao labda wanakataza watoto wa kike kuingia kwenye tasnia ya muziki? Hiyo ni kweli, na kazi za hapa kwetu watu wengi wanaonekana ni wahuni kwa sababu ya kazi za hapa, na kikubwa ambacho naweza nikasema huo ni tamaduni za kwetu. Mwanamke yeyote akijihusisha kwenye mambo ya sanaa waga anaonekana ni muhuni, na wazazi wengine wana kila sababu za kuzuia watoto wao kufuatana na akili ambazo wako nazo. Unaweza ukawa kwenye kazi hizi za kwetu na mambo mengine unayoyafanya yanaenda tofauti kabisa na unavyotakiwa kufanya. Ni lazima mzazi wako atakuingilia kati na ukusitisha kufanya kazi. Lakini ambacho naweza nikawaomba wazazi wetu, wao wanachunguza.
huyu anafanya vipi na kazi zake zinaenda vipi na kazi zake zinashauri nini. Huyo ni wa kumpushi na kumpea big up aendelee na kazi yake ili kesho kutwa mambo yake yaje kuwa makubwa. Yeah. Pale tunapozungumzia kwanza Gifts Queen ni msanii wa namna gani labda ambao labda watu wanatamani wakujue kwa ndani? Mimi ni msanii wa tofauti sana. Yeah. Ni msanii wa tofauti sana. Nikiwa kwenye kazi nafanania kazi. Yeah, mimi waga nafanania maeneo ambako nilipo. Ndio jinsi nakuaga mtulivu sana. Mcheshi sana. Mtu ambaye napendaga sana utani na watu, lakini huo utani wa akili. Okay bana, sisi tukushukuru kwa muda wako, lakini pia una neno yote kuambia wafuatiliaji ambao labda wanakwenda kufuatilia, unaweza kukaribishwa kuambia wafuatiliaji wa MKC Media? Nawapenda sana na tuzidi kusapotiana, maana support yao ndio inayotukuza. Okay, waidi labda kazi itakuwa hotelini? Kazi ni hizi siku 2 tu, nasubiri wamalize kumixi kazi yangu iende. Okay, shukrani sana kwa kwa ambaye ni mfuatiliaji wa MKC Media kwa kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Nikukaribisha katika kipindi kingine. MKC Media.